kusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninao kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya wakati mzuri ambao nimekuja mbele zako. Nishe machache kati ya mengi ambao Mungu ameachiria ndani yangu leo. Lakini leo naanza na kusema nitache watu ambao mpo kwenye hatari kubwa sana kwenye maisha ya imani. Aidha upo kwenye imani yoyote ile. Yaani hapa nazungumzia mtu ambaye unatafuta Mungu lakini bado upo kwenye hatari kubwa, pamoja na kwamba unafanya vingi ukiamini kwamba unautafuta msaada wa Mungu. Watu hao nitawataja kama ifuatavyo. Naomba nisikilize kwa makini sana. Nataka niokoe mtu, nivushe mtu kwenye hili eneo ambalo wengi mebaki na mmekwama sana kwenye eneo hili. Naanza na mtu wa kwanza ambaye upo kwenye wakati mgumu na upo kwenye hatari kubwa sana. Ingawaje unaenda kanisani, unaenda kwenye maombezi, unaenda maeneo mbalimbali ya ibada, lakini bado unaona upate kile unachokitaka. Lakini mwingine unakutana na kweli na hitaji lako, lakini bado upo kwenye hatari vile vile, pamoja na kwamba kweli unaishi ni Mungu kakujibu kwenye hitaji lako. Watu hawa ni kama ifuatavyo. Ningependa ujue ni watu gani ambao wapo kwenye wakati mgumu na wapo kwenye hatari kubwa sana, ambao wana muda chache sana vilio vitasikika, hata kama walikuwa wanafurahia na walikuwa hawaoni kama wamepotea. Watu hawa ni kama ifuatavyo. Mtu wa kwanza kabisa ambaye ana wakati mgumu, na huwa shetani atishiki na mtu wa namna hiyo, na shetani akuogopi mtu wa namna hiyo, na hata anapokuona upo kwenye eneo hilo bado shetani anakuchukulia kama bado wewe ni mtu wake, bado wewe ni mali yake. Iwe ni kwa namna yoyote ile, wewe jua bado ni mali ya shetani. Ni mtu gani basi huyo? Huyo ni mtu ambaye anapenda kuombewa, ambaye anataka kuombewa. Hana muda wa kujibidisha, hana muda wa yeye kujitabisha kuhusu Mungu. Yeye ana muda mwingi wa kwenda kuombewa, kwenda kuwekewa mikono. Yeye ana muda mwingi wa kutafuta miujiza na upako ili apokee na awekewe mikono na watumishi fulani. Mtu huyo yupo kwenye hatari kubwa. Kwa lugha rahisi niseme umeparalyze kiroho, umekufa kiroho. Na kwa mantiki hiyo, ukiwa ni mtu mwenye kupenda kuombewa na kuwekewa mikono, wewe upo kwenye hatari kubwa sana sana sana. Yaani huna muda mwingi, utakuwa na vilio vingi kuliko vicheko. Hata kama ulienda au utaenda kwa mtumishi yeyote ule atakaye kuwekea mikono au atakaye kuaminisha kwamba yeye anafanya kwa ajili yako, mimi nakusanua na kukwambia kwamba umepigwa na unaendelea kupigwa na mtu huyo. Nisikilize mwana wa Mungu, ni kwa nini nasema maneno haya. Mimi nasoma Biblia hii. Hii ni Biblia. Hiki ni kitabu ambacho kimeweka wazi mambo yote. Naomba kitabu cha Zaburi ya 32 nitasoma na ule mstari wa 6. Mtu mtaua akuombe wakati unaopatikana, hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Hakika kila mtaua aombe wakati wote unaopatikana, hata maji makuu yafurikapo hayatamgalakisha yeye. Swala la kuomba ni la kila mtu anayotaka msaada kwa Mungu, sio kuombewa. Hapa hawasemi kila mtaua aombewe akaombewe au aende akaombewe. Kila mtaua aombe mwenyewe. Tena naambia hata maji makuu yafurikapo hayatamgalakisha yeye. Kitendo cha wewe kujua kuomba mwenyewe ni kuweka uzio, kuweka ulinzi, ili hatari yoyote itakayoinuka kwenye maisha yako isiinuke kwa sababu ya yale maombi uliyoomba mwenyewe, sio ulioombewa, yale ulioomba mwenyewe.
siku ya taabu yako, siku ya teso lako, wakati wa pito lako, ni wewe mwana wa Mungu kumwita Mungu akusaidie, kumwita Mungu akutoe kwenye hiyo shida. Hakuna aliye na uchungu na maisha yako zaidi ya Mungu mwenyewe. Hakuna mwenye kuona uchungu juu ya maisha yako zaidi ya wewe mwenyewe kwenda mbele za Mungu na kutaka msaada wake. Mtu wa Mungu, si unasema mkono unaongea nini? Nisikilize nikwambie kitu. Ningetamani sana tabu yako isiwe bure. Tabu yako isiwe bure. Najua wengi mnapenda Mungu, wengi mnataka Mungu, lakini kwa sehemu kubwa mlio wengi hamtaki kujua vitu vitakavyowapelekea nyinyi mkutane na nguvu ya Mungu. Nyie mnataka kukutana na nguvu ya Mungu ya maluelue, ya mang'amng'amu. Nataka mkutane na nguvu ambayo hamjui imetoka wapi. Yaani mnataka tu mguso tu, atokee tu mtu akugusa tu, pokea kwa jina la Yesu, pokea. Hakuna kitu cha namna hiyo. Sina maana kwamba kuombewa na kupokewa ni dhambi, na kupokea muujiza wowote kutoka kwa mtu aliyekuombea ni dhambi. Hapana, sio dhambi, lakini ningetamani sana iweko namna yenye uendelevu wa wewe kukaa kwenye uzima unaodumu siku nyingi sana. Ni kwa nini naongea yote haya? Kwa sababu unafahamu kwamba kwenye kuombewa huwezi ukadumu wewe na maombi ya kuombewa. Huwezi ukadumu wewe na wokovu wa kuombewa. Huwezi ukasimama wewe na maombi ya kuombewa. Maombi ambayo yatakufanya wewe ustawi na ukue na uendelee kudumu na kuendelea kujivunia Mungu nyakati nyingi ni yale ya kuyataabikia. Ni yale ambayo wewe mwenyewe umekwenda mbele za Mungu, umenyenyekea, umepondeka siku nyingi, uko unamlilia Mungu na utaka usiwe kwazo kwa wengine. Sio haya maombi ya pokea. Ndugu, naomba nielewe sana kwenye mada hii. Nielewe sana, mko hatarini sana. Na nyinyi watumishi ambao mmekuwa mkiwaombea watu na kuwawekea mikono, lakini amuambii nini wafanye, amuwapi wajibu wa nini wafanye, amuwapi namna itakaowafanya wao waendelee kudumu kwenye maisha yenye uhuru wanaoutafuta. Zaidi mnawafanya kuwa wateja wenu. Labda nataka nikwambie mtu wa Mungu, shetani moja kati ya kitu ambacho amekuwa akitumia, silaha ambayo amekuwa akitumia wakati wote na muda wote, ni kumfunga mwanadamu asijue kuomba, ni kumfunga mwanadamu asijue namna ya kujielezea na kujitetea yeye mwenyewe kwa Mungu wake. Hii ni silaha ambayo shetani amekuwa akiitumia mara nyingi sana kwa watu wa Mungu wengi, nao wamekuwa hawajui, na kwa kutokujua kwako amekuwa akikupiga na kukutafutia kala wake mashetani, ambao sasa hao ndo tunasema wamejikita sana kwenye huduma za maombezi. Kwa hiyo wewe huna muda wa kutabisha akili yako, huna muda wa kutafuta Mungu, una muda mwingi wa kutafuta mhubiri gani mwenye upako ili aniombee nami nibarikiwe. Umekuwa bize kutafuta ni kanisa gani ambalo wanaombea vizuri na mimi nataka kutoka hapo. Mtu wa Mungu, nikwambie, kutoka hapo ulipo hakumhitaji mhubiri fulani. Kutoka hapo ulipo hakumhitaji nabii fulani. Kutoka hapo ulipo panakuhitaji wewe kuyaonea huruma maisha yako, wewe kuwa tayari kutubu na kujutia na kutaka Mungu aanze kukutoa hapo ulipo. Kutaka kutoka hapo ulipo hakuhitaji mhubiri fulani, ni wewe mwenyewe. Kuanzia hapo ulipo, anzia hapo ulipo. Sio uende kanisa fulani, sio uende nyumba fulani. Hapana, anzia hapo ulipo, hapo ulipo hapo. Anza hapo ulipo hapo. Wewe unayetazama, huenda ulichelewa kujua hayo, au huenda upo ni kwa sababu ilitakiwa uje usikie maneno haya ili yakuvushe kutoka hapo ulipo na kwenda hatua nyingine. Mwana wa Mungu, nisikilize vizuri. Mungu asingependa wewe uishi maisha hayo unayoishi. Kuishi maisha ya kutaka maombezi, kuishi maisha ya kutaka kuombewa, kuwekewa mikono, bado upo utumwani pia. Huna nguvu yoyote ambayo wewe unajivunia ya kumtishia yeye, naye anaingia na kucheza vile anavyotaka kwenye maisha yako.
na wewe umebaki tu kwamba pengine umepewa na kichumvi, umepewa na vimafuta fulani, umepewa na vitambaa vya upako, umepewa na vimaji fulani, hivyo ndo unaamini kwamba utamtishia shetani. Kwa hivyo shetani atishiki na vimaji hivyo ulivyo navyo, mtu wa Mungu. Shetani atishiwi na hicho kitambaa cha nabii wako. Shetani atishwi na hiyo chumvi ya mtume, atishwi na huo udongo wa mtume na nabii wako, atishwi navyo hivyo. Shetani atishwi navyo, hatishwi na hivyo. Shetani anatishwa na ile nguvu ya Mungu iliyojaa ndani yako. Shetani anatishwa na ile hofu na matetemeko ulionayo wewe juu ya habari ya kutenda dhambi.